Huyu mama Samia Suluhu amekuwa dikteta wa Tanzania. Wanaongea lugha moja na William Ruto. Mtu yote anaitwa hasala afungwe jela miaka 5. Hujambo na karibu tena mpenzi mtazamaji katika uchanganuzi wa siku hii ya leo. Natumai mtazamaji ubuheri wa afya na mzima kama kigongo. Mtazamaji, siku chache baada ya Rais wa Jamhuri ya Tanzania kuweza kuingilia siasa za Kenya, mtazamaji, mambo ya ajabu yaliweza kufanyika. Tunafahamu kwamba kuna watu ambao wajulikani huku wakisemekana ni hackers wa nchi ya Kenya wenye jina la Shadow Group waliweza ku gain unauthorized access katika mtandao wa X wa unao milikiwa na polisi ama jeshi la polisi la nchi ya Tanzania. Na mtazamaji, leo kuna mambo ambayo yameweza kutangazwa na mtazamaji, ni mambo ambayo ni ya kushangaza. Na kabla nikupe uhondo kamili ni mambo gani haya ambayo yameweza kutokea na nini haswa kilichofanya mambo haya kuweza kutendeka, weza kujiunga nasi mpenzi mtazamaji kwa kubonyeza alama iliyoandikwa subscribe iliyoko chini ya video hii. Mpenzi mtazamaji, fahamu kwamba Raila Odinga alikuwa katika kinyang'anyiro cha kuweza kuchukua leadership kama AU chairman ama mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika. Lakini mtazamaji, mmoja katika anayejiita Mahmoud Ali aliweza kuchukua kiti hicho. Na mtazamaji, habari zimeweza kuchipuka kwamba Rais wa Jamhuri ya Tanzania ambaye ni Bi Samia Suluhu aliweza kusaliti nchi ya Kenya na kuweza kujiondoa katika support yake Raila Amolo Odinga ili aweze kumpa support bwana Mahmoud wa nchi ya Ethiopia. Jambo ambalo mtazamaji limeweza kuongeza chumvi katika kidonda. Fahamu kwamba mtazamaji, kumekuwa na video nyingi zinazosambaa mtandaoni zikisema jinsi ambavyo Wakenya wameweza kufanya ama wameweza kufanyia nchi ya Tanzania, huku wengi wakisema kwamba wale wananchi ama rais wa nchi ya Tanzania ndiye alioanzisha uhasma huo. Mpenzi mtazamaji, fahamu kwamba wanaharakati wa nchi ya Kenya akiwemo Bi Martha Karua, bwana Mwangi na Agatha waliweza kuzuiliwa Tanzania, huku wakiweza kutiwa mbaroni na wengine kuweza kusukumiwa mateso. Na mtazamaji, jambo hilo limeweza kuwakasirisha Wakenya vibaya zaidi, to the extent that mtazamaji wameweza kusema kwamba Watanzania walioko katika nchi ya Kenya waweze kupelekwa kwao. Mtazamaji, inapofikia mahala hapo tunajua kwamba mambo yameharibika. Na mtazamaji, tetesi za kusema kwamba Bi Samia Suluhu aliweza kusaliti nchi ya Kenya, mtazamaji, limeweza kuleta joto jingi zaidi hususan katika vijana wa Gen Z wa hapa nchini Kenya. Mtazamaji, baadhi ya video zinazosambaa mtandaoni zinasema kwamba Bi Samia Suluhu ameweza kuanzisha vita ambavyo mtazamaji ataweza kujuta baadaye. Fahamu kwamba mtazamaji, ulimwengu mzima unatambua Kenya kama nchi ambayo ina watu walioumbwa kwa jinsi ama kwa namna tofauti. Mtazamaji, kabla nifululize, sikia ama weza kusikia ni nini haswa Rais William Ruto aliweza kusema hadharani, akiweza kuambia Watanzania kwamba nchi ya Kenya ni nchi ya ajabu. Taifa letu la Kenya ni taifa la ajabu. We are a great nation. Alright, mpenzi mtazamaji, hayo ni maneno yanayotoka kwa kinywa chake Rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto. Na mtazamaji, jambo ambalo liweza kuwakasirisha Wakenya zaidi ni mwanaharakati Boniface Mwangi kusema kwamba aliweza kuteswa vibaya zaidi katika nchi ya Tanzania. But my spirit is very strong and I hope that Agatha is safe. They did very terrible, horrible things to us, and those things were recorded, and they told us that if we get back home and we share what happened to us, they'll share them with everyone. So we are back home. I am back home, and Agatha will be back home soon. And you're telling Suluhu, because those things were done in her name,
when they release those videos, they can come out with the office of the president of Tanzania na chama cha maovu, because tulifanya maovu mengi sana. Mtazamaji, ni jambo la kusikitisha zaidi kusikia kwamba wanaharakati wa nchi ya Kenya waliweza kuteswa kwa jina lake Samia Suluhu. Mtazamaji, cha kustajabisha zaidi ni kwamba mateso hayo ama kile ambacho walikuwa wanafanyiwa kiliweza kurekodiwa na wakaambiwa kwamba wakifika nyumbani wataweza kutumiwa. Mtazamaji, huu ni unyama ambao mtazamaji hawezi kufananishwa na kitu chochote. Imagine mtazamaji, kutesa mtu na kuweza kurekodi kanda hiyo na kuweza kumwambia ukifika nyumbani ama tukikuachilia tutaweza kukutumia video hiyo. Na mtazamaji, yote haya yalifanywa kutoka kwa amri kutoka kwa the president ambaye ni Bi Samia Suluhu. Jambo ambalo mtazamaji, wanaharakati hao wameweza kusema kwamba muungano wa Tanzania ni muungano wa maovu. Na mtazamaji, mambo haya yameweza kukashifiwa vikali zaidi na wananchi wa nchi ya Kenya pamoja na wanaharakati ama chama cha wanaharakati nchini. Fahamu kwamba mtazamaji, wanaharakati hao waliweza kuhudhuria bunge katika nchi ya Tanzania ili mtazamaji kuweza kushughulika mambo ya kisiasa. Lakini mtazamaji, kutekwa nyara na kusukumiwa mateso kwa wanaharakati hawa kumeweza kuzua joto jingi zaidi hapa nchini Kenya, huku vijana wa Gen Z wakisema kwamba wataweza kufunza Rais wa Jamhuri ya Tanzania ambaye ni Bi Samia Suluhu adabu. Na mtazamaji, ni kwa namna gani? Fahamu kwamba siku chache zilizopita kulikuwa na picha ambazo zimetengenezwa na AI zikiweza kusema kwamba Bi Samia Suluhu ameweza kuiaga dunia, zingine zikisema kwamba Bi Samia Suluhu ameweza kufanya mambo fulani. Na mtazamaji, cha kushangaza ni kwamba Airtel, ukurasa wa Twitter ama X unaomilikiwa na jeshi la Kitanzania liweza kuwa hacked na mtazamaji kuweza kuchapisha habari ambazo ni za kushangaza. Mtazamaji, tazama katika screen yako, inasema kwamba tunasikitika kuweza kutangaza kifo cha Rais wa Jamhuri ya Tanzania Bi Samia Suluhu. Jambo ambalo mtazamaji, watu katika ulimwengu mzima waliweza kusema kwamba ogopa nchi ya Kenya. Na mtazamaji, inavyosemekana ni kwamba Wakenya ni watu ambao wameumbwa kwa namna tofauti zaidi. Fahamu kwamba mtazamaji, wale influencers pamoja na watu tofauti nchini wameweza kuonya kwamba uwezo walionao wa Kenya ni uwezo wa kiajabu. Fahamu kwamba watu wote wa mabloga katika sehemu mbalimbali za ulimwengu waliweza kuonya kusema kwamba nchi ya Kenya iweze kuheshimiwa. Fahamu kwamba maandamano ya mwaka uliopita mwezi wa Juni uliweza kutingiza kunradhi ulimwengu mzima, huku wengi wakisema kwamba nchi hii ni nchi ambayo inafaa kuwa na ulinzi wa ulinzi special. Fahamu kwamba mtazamaji, yote hayo yanapozidi kuendelea, fahamu kwamba hapa ni Tani Digital tunakupa uchanganuzi wa kina masuala ya kisiasa na yale yote yanayotokea katika ulimwengu mzima, hususan katika nchi hii yetu ya Kenya. Mtazamaji, tunaomba kwamba huu uhasama ulio katika kati ya nchi ya Tanzania na nchi ya Kenya uweze kuisha, na hivyo basi wote hawa wa nchi ya Tanzania na nchi ya Kenya waweze kuwa na mwelewano kama vile ilivyokuwa kitambo. Fahamu kwamba nchi ya Kenya na Tanzania ni nchi jirani na ni nchi ambayo mtazamaji, watu wanafanya biashara, watu wameoana, watu wanafanya vitu mbalimbali, na mtazamaji, hawa ni kama mandugu zetu inavyosemekana. Hawa ni watu ambao mtazamaji tuko karibu na wana mtazamaji, tuweze kukomesha vita vya online, yani online war. Mtazamaji, karibu tena, hapa ni Tani Digital. Uweza kuungana nasi kwa kubonyeza alama iliyoandikwa subscribe.